Naomba kwanza nianze kwa kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya kusimama ndani ya bunge lako tukufu, lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na wizara zote ziko chini yake kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Niwapongeze sana TARURA kwa kazi nzuri walioifanya katika jimbo la Buchosa kwa upande wa barabara. Profesa Shemdoe, pokea pongezi zangu na timu yako yote kwa namna mnavyofanya. Lakini nimpongeze sana ndugu yangu Ulega kwa alichotendea watu wa Buchosa safari hii. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tumepokea shilingi bilioni 9.4 kwa ajili ya malipo ya awali ya mkandarasi wa barabara ya Sengerema Nyehunge. Mimi na kakaangu Tabasamu tulikuwa na wasiwasi kama tungegombea mwaka 2030. Lakini kwa sababu ya jambo hili nataka tuambie watu wa Buchosa na Sengerema tunakuja kugombea tena. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nataka niongee makubwa mawili. La kwanza ni namna ya kuifanya Tanzania, nchi yangu, iwe nchi ambayo haitegemei misaada kutoka kwa wageni kuendesha uchumi wake, kuongeza pato la taifa. Jambo la pili itakuwa ni namna ya kupunguza matumizi yetu ili kama nchi tuweze kujitegemea. Na Mheshimiwa Spika, nikupe picha ndogo tu ambayo nilishaiongea hapa ndani mara kadhaa na nitapaka nirudie tena leo. Naishi katika taifa tajiri sana, tajiri mno. Tanzania ni nchi tajiri sana na najivuna kuwa Mtanzania. Kila mahali ninapokwenda nawaambia natoka katika taifa tajiri. Kwa utalii wa natural destination, Tanzania nchi yetu ni nchi ya kwanza Afrika, lakini ni nchi ya pili duniani. Kwa makaa ya mawe ni nchi ya 50, kwa gesi asilia ni nchi ya 82, kwa dhahabu ni nchi ya 20, kwa helium gesi ni nchi ya kwanza, kwa almasi ni nchi ya 10. Kwa ukubwa wa ardhi, Tanzania ina ardhi yenye ukubwa wa kilomita za mraba 945. Inayolimwa peke yake ni kilomita za mraba 350 arable land. Kwa uranium, Tanzania ni nchi ya 10 duniani. Naibu Spika, hii inaonyesha kabisa kwamba nchi yangu ni nchi tajiri na ina uwezo mkubwa sana. Si jambo sahihi hata kidogo kwa taifa kama hili kuendelea kutegemea misaada ya wahisani kuendesha uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo nimesimama hapa leo mbele ya bunge lako tukufu kuomba tufanye kila kinachowezekana kuhakikisha kwamba sekta hizi nilizozitaja na nyingine nyingi zichangie kwenye pato la taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa uvuvi kwa mfano, mchango wa uvuvi kwenye pato la taifa ni 1.7%. Lakini tuna maji mengi kuliko Uganda. Lakini nchi ya Uganda mchango wake kwenye pato la taifa ni karibia 2% kutokana na uvuvi. Upande wa mifugo, Tanzania nchi yangu ina mifugo ya pili kwa wingi wa mifugo katika Afrika ikiongozwa na Ethiopia. Lakini kipato kinachotokana na mifugo katika nchi yangu ni 7.4%. Nchi ya Kenya ambayo ina mifugo kidogo kuliko sisi, mchango wa mifugo kwenye pato la taifa ni 12%. Hii inaonyesha kwamba tuna utajiri mkubwa sana ambao tunashindwa kuutumia kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka kuzungumza kwamba tunayo kila sababu ya kuhakikisha tunafanya kila kinachowezekana ili sekta hizi zichangie pato la taifa letu. Pato la taifa letu linakuwa, lakini mchango wa sekta ni mdogo. Nishazungumza huko nyuma, nazungumza tena leo ya kwamba Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameamua kwa nia moja kuhakikisha kwamba sekta za uchumi wa nchi yetu zinachangia pato la taifa. Amefanya hivyo kwenye utalii, tumeshuhudia pato la taifa limeongezeka. Amefanya hivyo kwenye madini, pato la taifa limeongezeka, na sasa anachanja mifugo nchi nzima ili mifugo iweze kuchangia pato la taifa. Huu ni mwenendo mzuri sana, na taifa langu likichukua hatua hii, nina uhakika pato la taifa itaongezeka. Na pato la taifa likiongezeka, hakika tutaweza kuendesha uchumi wetu sisi wenyewe. Nchi za wenzetu wameanza kujitoa kwenye kusaidia nchi za Afrika. Marekani inajitoa, Jumuiya ya Ulaya inajitoa. Kwa hiyo kuendelea kutegemea watu ambao na wao na mambo yao kwa hivi sasa, tutaendelea kuchelewa. Nataka Tanzania iwe na uwezo wa kujitegemea yenyewe kuendesha uchumi wa nchi yake. Pato la kodi.
Mheshimiwa Naibu Spika, pato la kodi kwa mapato ya kodi kwenye pato la taifa ni kidogo. Ratio ya tax to GDP ni ndogo. Hapa kwa Tanzania ni 12% tu kwenye pato la taifa, ni ndogo. Bezi ya walipaji wa kodi Tanzania ni ndogo. Katika nchi hii walipa kodi hawazidi milioni 8. Lazima kama taifa tufanye kila kinachowezekana kuongeza idadi ya walipa kodi wetu. Utafanyaje kuongeza idadi ya walipa kodi? Moja, lazima pato la taifa likiongezeka, utaweza kupunguza baadhi ya kodi, watu waweze compliance iweze kuongezeka. Lakini jambo jingine la muhimu sana kufanya ni kuhakikisha kwamba kodi zetu zinakuwa kodi rafiki, ili watu wajitokeze wenyewe kwenda kulipa. Na uhakika kabisa kwamba tukiweza kufanikiwa kuhakikisha watu wanalipa kodi wanavyotakiwa kulipa na wajitokeze wenyewe, pato la taifa itaongezeka. Na pato likiongezeka, hakika tutaweza kuendesha uchumi wetu kwa urahisi zaidi. Jambo la pili ni namna ya kupunguza matumizi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, hata kwenye familia ya kawaida, baba mwenye nyumba hapo nyumbani kwako, unapoingia kwenye wakati mgumu, kuna mambo ya kupunguza. Ombi langu mimi, natamani kuona tunaingia kwenye hali ngumu ya uchumi kama taifa. Natamani kuona tunaendesha maisha yetu kama serikali katika kujibana kutegemea na hali tulionayo. Sitarajii kuona kwenye hali ngumu ya uchumi tulionayo, lakini watu wanaendesha uchumi kama vile hatuko kwenye hali ngumu. Hilo halitakuwa jambo sahihi. Kwa hiyo basi, naomba tuhakikishe kwamba tunabana mianya yote ya kuvuja kwa mapato ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, mapato yetu yanavuja, mapato yetu yanapotea, fedha zetu zinapotea. Tunakusanya fedha lakini zinaingia mikononi mwa watu wasiokuwa sahihi, zinapotea. Juhudi ya Rais kukusanya kodi ni kubwa. TRA inawapongeza sana. Safari wamekusanya fedha sana kuliko wakati mwingine wowote, lakini fedha zetu zinapotea. Watu waaminifu wapo, lakini watu wabaya wapo. Tufanye nini kama taifa? Nishazungumza hapa Mheshimiwa Naibu Spika, narudia tena leo. Hakuna tunachoweza kufanya zaidi ya kuhakikisha kwamba watu wawe mahali wanapostahili kuwa. Watu wanaoibia taifa letu washughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Tunazo sheria nzuri kabisa, lakini hatuzitumii kuwadhibiti watu wanaotuibia. Hatuwezi kwenda mbele hata tukikusanya fedha kiasi gani kama wezi wanaendelea kuonekana mahiro kwenye taifa letu. Watu wanaoiba waende mahali wanapotakiwa kuwa. Tuna sheria nzuri sana. Tuna sheria 5 nzuri kabisa. Hatuhitaji sheria mpya katika nchi yetu. Tuna sheria 5 nzuri. Tuna sheria ya fedha, sheria ya hujumu uchumi, tuna sheria ya TAKUKURU, tuna sheria ya manunuzi. Sheria hizi zikisimamiwa vizuri, pamoja na sheria ya utakatishaji wa fedha, watu wote wanaoibia taifa letu, wanaotufanya tuendelee kuwa maskini, wanajitajisha wao wenyewe binafsi, wakashughulikiwa kwa mujibu wa sheria hizi, hakika watu wataogopa mali ya umma. Kwenye taifa hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, watu hawaogopi mali ya umma. Watu hawaogopi fedha za serikali. Huko kwenye halmashauri zetu watu wanaiba, lakini mwisho wa siku hakuna kinachotokea. Watu hawashughulikiwi. Nataka kumuona mtu ameiba yuko jela, ili wengine wasiweze kuiba atakaofuata. Tusipofanya haya, Mheshimiwa Naibu Spika, watoto wetu wanaomaliza chuo kikuu leo, watakapoingia ofisini kufanya kazi, wataona kwamba kumbe utaratibu ni kuingia na kuiba na kutajirika. Hatuwezi kujenga taifa la namna hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka kuona na ninatamani kuona bunge hili la 13 lijengee sifa ya kwamba chini ya Mheshimiwa Zungu na Naibu Spika Siro, wezi walishughulikiwa ilivyotakiwa kushughulikiwa. Hatuwezi kuwa taifa ambalo kila mwaka ikisomwa ripoti ya CAG mambo ya kututia aibu. Tujenge taifa lenye reputation. Mtu akiingia kazini ajue iko sheria, nikiiba nitashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, ya kusema ni mengi, lakini naomba nimalizie kwa kusema hivi: kama taifa hatuwezi kuacha kukopa. Ratio ya debt to GDP ratio bado ni ndogo. Sisi sasa hivi tunaweza kukopa kwa sababu ratio yetu bado tuko 47%, lakini bado kuna threshold ni 50%. Naomba kama inawezekana kukopa, tukope
ili tuweze kuchochea maendeleo ya nchi yetu. Lakini tukope tu pale ambapo ni lazima kukopa. Tofauti na hapo, tutumie mapato yetu ya ndani kuendeleza nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Asante, naunga mkono.